unapoingia kwenye toba, mbingu inanyamaza ikuangalie unapotubu, alafu mbingu inaachilia furaha. Na mbingu ikiwa na furaha, maisha yako lazima yawe na furaha, watoto wako lazima wewe na furaha, chochote unachokifanya lazima kiwe na furaha. Ni maombi yangu na dua 2026 ukaione furaha ya mbingu kwa ajili yako, ukaione furaha ya mbingu kwa ajili yako. Sema tena ndio. Mstari wa 10 Biblia inasema nawaambia hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi, kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubu, anapotubu. Ifanye mbingu kuwa na furaha. Hebu tafuta watu watatu, wape 5 za juu, waambie ifanye mbingu kuwa na furaha. Ondoa moyo wa kiburi, ufanye mbingu iwe na furaha. Haleluya, haleluya. Unapoingia kwenye maombi unapiga magoti, unasema Mungu ni rehemu, Mungu nisamehe. Ile mbingu inafunguka, inakuwa na furaha juu yako. Haleluya, haleluya. Ifanye mbingu kuwa na nini? Na furaha. Faida ya pili, toba inaponya. Nyakati ile tulisoma Nyakati wa pili 7:14. Toba inafanya nini? Inaponya. Haleluya. Kwa unapofanya toba, toba inaondoa magonjwa, toba inaondoa mabaya. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi ndio nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kumbe uponyaji umefichwa katika toba. Kuna mtu hajanisikia? Amen. Kuna mtu hajanisikia? Amen. Kuna mtu hajanisikia? Amen. Kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 10 na 13. Hesabu sura ngapi? 12 mstari wa 10 mpaka 13. Watu tutasoma hapo. Tunamwona mwanamke mmoja anaitwa Miriam, akafanya dhambi ya kwenda kinyume na masihi wa Mungu anaitwa Musa. Na Biblia inasema Mungu akatoa hukumu, Miriam akapigwa. Kwa nini? Kwa ukoma. Kilichomponya Miriam ni toba iliyofanywa na Musa na Haruni kwa ajili yake, na yeye akatengwa siku 7 afanye toba kwa ajili yake. Na baada ya siku 7 ukoma ukaondoka. Haukuondoka kwa sababu ya upako, uliondoka kwa sababu ya toba. Unapoingia kwenye maombi ya toba, kuna vifungo vinaondoka, kuna magonjwa yanaondoka, kuna laana zinaondoka. Amen. Kuna laana zingine haziondoki kwa sababu umenena kwa lugha, zinaondoka kwa sababu umeingia kwenye toba. Amen. Ni maombi yangu na dua, Mungu ainue moyo wa toba ndani ya kanisa. Kuna laana zitaondoka ndani ya kanisa. Kuna vifungo vitaondoka ndani ya kanisa. Kuna magonjwa yataondoka ndani ya kanisa. Anasema hapa katika kitabu cha Nyakati, hata nchi iliyolaaniwa inaweza kutatema, itaponywa kwa nguvu ya toba. Haujanisikia? Toba sio kitu kidogo. Kuna vifungo viondoke kwenye maisha yako, sio kwa sababu hujaombewa, sio kwa sababu hujapakwa mafuta, sio kwa sababu hujala keke ya upako, sio kwa sababu hujakanyaga mafuta. Havimekataa kuondoka kwa sababu wewe umekataa toba. Haleluya. Ile siku ambayo mtumishi wa Mungu Bishop alikuja kufanya ibada hapa tarehe 30, alitoa ushuhuda mmoja. Akasema kuna binti ambaye aliombewa na kuombewa, na yeye mwenyewe Bishop alimuombea ili apate mtoto, na yule binti hakupata mtoto. Haijalishi ni nani alimuombea, hakupata mtoto.
Lakini bishop anasema siku moja wakati wanaongea na yule binti, ndo akamwambia wakati yuko chuo anaendelea na masomo, alibeba mimba, na ili aweze kuendelea na masomo aliamua kuifanya nini? Kuitoa ile mimba. Haleluya. Aliamua kuitoa ile nini? Ile mimba ili aendelee na masomo. Sasa ameshamaliza masomo, amepata kazi, ameolewa na hana mtoto. Bishop alimwambia nini? Tubu. Alipotubu, Mungu akalifungua tumbo lake. Haijalishi ni wangapi waliweka mikono juu yake, hakupokea uponyaji. Kilichompa uponyaji ni ile nguvu ya toba aliyoiachilia. Naona kama kuna mtu hajanielewa. Ni mwaka huu Mungu akaponye maisha yako. Amen. Akaponye uchumi wako. Amen. Akaponye biashara yako. Amen. Kuna watu tuko hapa ni kwa sababu biashara zetu, katika biashara zetu tulijiungamanisha na nguvu za giza na hatuoni neema. Hauhitaji kuombewa, unahitaji toba. Ukiingia kwenye toba, Mungu atakomesha kila laana, ataondoa kila kitu na kuiponya biashara yako. Ni maombi yangu na dua ukapokea uponyaji. Nasema ukapokea uponyaji. Na nimesimama hapa kama kuhani wa maungamo, ninatangaza katika jina la Yesu, mwaka huu utaponywa. Utaponywa. Biashara yako itaponywa. Watoto wako wataponywa. Ndoa yako itaponywa. Afya yako itaponywa. Mkono sema napokea uponyaji. Pokea uponyaji. Toba inaponya. Naongea na watu wa Mungu. Amen. Usizalau toba. Ni bora uwe mnyenyekevu kwa Mungu kwa toba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na wakati mwingine unapofanya toba usijiangalie wewe. Angalia na maisha ya watu wengine. Kwa sababu kuna wakati mwingine tunatubu kwa ajili yetu na kuna wakati mwingine tunatubu kwa ajili ya watu wengine. Kuna siku nitakufundisha, kuna wakati mwingine kuna dhambi zingine hatuzifanyi sisi, kuna watu wanafanya na zinaathiri maisha yetu. Mtaki unielewa? Kwani niuliza swali, Akani alivyoiba vitu vya madhabahu ya Mungu, alivyoviiba vitu viliwekwa wafu, alipigwa yeye na watoto wake au alipigwa peke yake? Yeye na watoto wake. Kwa kama watoto wake wangejua kutubu kwa ajili yake, Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu angewalehemu. Haujanisikia?